Jambo na habari za kuamka wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Congo Post News. Karibu katika taarifa zetu za habari za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Basi acha tuanze na vichwa vya habari za asubuhi ya leo. Katika miongoni mwa taarifa tulizokuandalia, mapigano yanaendelea kushika kasi katika wilaya ya Fizi, huku taarifa zikieleza kuwa baadhi ya maeneo yameingia chini ya udhibiti wa waasi na mashambulizi wa ndege yasiyo na rubani yanaongezeka, hali inayosababisha pia vifo vya raia. Zaidi ya watoto 1500 wa wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walioko mstari mbele vitani wanakabiliwa na hatari ya kukosa elimu kutokana na ukosefu wa uwezo wa kifedha wa familia zao. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa inaeleza kuwa M23 imeajiri mamia ya mahakimu na kuanzisha mfumo wa mahakama unaofanya kazi sambamba ule wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika maeneo inayoyadhibiti. Pia ripoti hiyo inataja M23 kuwa kundi linalohusishwa na idadi kubwa ya matukio ya ukatili wa kingono unaohusiana na mzozo unaoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wasichana walio chini ya umri wa miaka 18 wakitajwa kuwa miongoni mwa waathirika wengi. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa kati ya wanajeshi 6,000 hadi 7,000 wanajeshi wa Rwanda walikuwa wamepokelewa katika Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, huku kidai pia kuwepo kwa kambi ya kijeshi katika kisiwa cha Ijwi. Na hatimaye ripoti hiyo inaeleza kuwa M23 imefanya mabadiliko ya kiutawala katika baadhi ya maeneo ya Masisi kwa kubadili hadhi ya vijiji kuwa mji na kutafuta mfumo wa haki za kimila uliokuwepo kwa muda mrefu. Hizi ndizo habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu. Mapigano makali yanaendelea kushika kasi katika eneo la Fizi mkoani Kivu Kusini, huku taarifa kutoka vyanzo vya ndani vikieleza kuwa muungano wa waasi wa M23 Twirwaneho Red Tabara unaodaiwa kushirikiana na jeshi la ulinzi la Rwanda RDF umeongeza mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo ya raia. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, asubuhi ya Jumapili maeneo ya Kankeke, Muko na Nyaruhinga yaliyoko katika nyanda za juu za wilaya ya Fizi yaliingia chini ya udhibiti wa muungano huo baada ya mapigano makali na vikosi vya jeshi la serikali FARDC pamoja na washirika wao ambao ni wazalendo na FDNB. Taarifa zinaeleza kuwa lengo la waasi ni kusonga mbele kuelekea mjini Baraka ambao ni miongoni mwa mji mkubwa ya Kivu Kusini kabla ya kuendelea na operation zake kuelekea katika mkoa wa Tanganyika huko katika eneo la Mashariki Kusini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, madai hayo hajathibitishwa kwa njia huru na mamlaka rasmi. Wakati huo, vyanzo hivyo vinaeleza kuwa mashambulizi yanayofanywa kwa kutumia ndege zisizo na rubani maarufu kama drone ya aina ya TB3 yameongezeka katika siku za hivi karibuni. Mashambulizi hayo yanalenga zaidi nafasi za jeshi la FARDC na vikosi vinavyoshirikiana nalo. Hata hivyo, inadaiwa kuwa baadhi ya mabomu yaliyotupwa na ndege hizo yameangukia maeneo ya makazi ya raia na kusababisha vifo na uharibifu. Taarifa zinaonyesha kuwa msafara wa raia ulilengwa katika moja ya mashambulizi hayo ambako watu 5 walipoteza maisha huku wengine wakijeruhiwa. Idadi kamili ya majeruhi bado haijathibitishwa na mamlaka husika. Afisa mmoja wa jeshi la FARDC aliyeko mstari mbele amenukuliwa akisema kuwa changamoto kubwa kwa sasa ni upungufu wa wanajeshi, bali ni ukosefu wa vifaa vya kisasa vya kukabiliana mashambulizi ya ndege hizo zisizo na rubani. Kwa maneno yake, kuna hitaji vifaa vinavyoweza kulinda raia pamoja na nafasi za kijeshi dhidi ya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani badala ya kuongeza idadi ya wanajeshi pekee. Kauli hiyo inaonyesha jinsi teknolojia ya kivita inavyoendelea kubadili mwenendo wa mapigano katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo matumizi ya ndege zisizo na rubani maarufu kama drone yamekuwa yakiongezeka au yamekuwa yakifanya vita viwe hatari kabisa. Mashirika ya kibinadamu yanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mzozo kuheshimu sheria za kimataifa na za kibinadamu kwa kuhakikisha raia
hawawi walengwa wa mashambulizi, na kwamba huduma za kibinadamu zinawafikia watu waliokimbia makazi yao kutokana na mapigano hayo yanayoendelea huko katika maeneo ya nyanda za juu za Fizi. Hadi sasa mamlaka za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na M23 hayajatoa taarifa rasmi kuhusu madai ya kutwaliwa kwa maeneo hayo na kuhusu idadi ya vifo vilivyoripotiwa. Hata hivyo, hali ya usalama katika wilaya ya Fizi inaendelea kuwa ya wasiwasi, huku wakazi wengi wakimbia makazi yao kwa hofu ya kuendelea kwa mapigano. Tubaki tu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo ripoti ya karibuni ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa inaeleza kuwa muungano wa M23 umeendelea kufanya mabadiliko ya kiutawala katika baadhi ya maeneo yanayodhibitiwa katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini, hatua ambayo imezua mjadala kuhusu uhalali wa mamlaka na utawala katika maeneo hayo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo ya kimkakati, vijiji vya Sake, Ngungu, Rubaya na Bweremana vimebadilishwa azi na kuwa miji au manispa chini ya utawala wa M23. Ripoti inaeleza kuwa mabadiliko hayo yamefanyika kwa kuondoa mfumo wa jadi ulioko ukisimamia utawala wa maeneo hayo kwa vizazi vingi. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema kuwa hatua hiyo haikuhusu tu kubadilisha majina ya maeneo, bali pia ilihusisha kufuta haki za kimila zilizokuwa zikitumika katika usimamizi wa ardhi, utatuzi wa migogoro na uongozi wa kijamii. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, mfumo wa jadi uliokuwa unatambuliwa na jamii uliondolewa na nafasi yake kuchukuliwa na utawala mpya uliowekwa na M23. Ripoti hiyo inaeleza kuwa hatua hizi ni sehemu za kile ambacho wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanakitaja kuwa ni kuanzishwa kwa taasisi mbadala zinazochukua nafasi ya majukumu ya msingi ya serikali katika maeneo yanayodhibitiwa na kundi hilo la waasi. Kwa upande wake, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeendelea kusisitiza kuwa mabadiliko yote ya kiutawala yanayofanywa na makundi ya waasi au makundi yenye silaha hayana uhalali wa kisheria na hayawezi kutambuliwa na mamlaka rasmi ya nchi. Serikali imeeleza kuwa usimamizi wa mipaka ya kiutawala, ardhi na taasisi za umma ni jukumu la dola pekee. Wachambuzi wa masuala ya utawala wanasema kuwa kuondolewa kwa mfumo wa haki za kimila kunaweza kuwa na athari kubwa kwa jamii zinazotegemea mila katika umiliki wa ardhi na utatuzi wa migogoro. Wanaonya kuwa hali hiyo inaweza kuongeza migogoro ya ardhi na kuleta sintofahamu kuhusu haki za wananchi katika siku zijazo. Hata hivyo, ripoti ya Umoja wa Mataifa inaweka wazi kuwa tathmini hiyo inatokana na uchunguzi uliofanywa na kundi la wataalamu Umoja wa Mataifa. M23 imekuwa ikitoa maelezo yake kuhusu utawala katika maeneo yanayoyadhibiti, huku serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea kupinga hatua zote zinazochukuliwa na kundi hilo katika maeneo yanayoshikiliwa na kundi hilo la waasi, yani maeneo yote yanayodhibitiwa na M23. Mgogoro unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeendelea kuathiri sio tu hali ya usalama, bali na mifumo ya utawala, haki za wananchi na usimamizi wa ardhi katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini. Ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa inaeleza kuwa vitendo vya ukatili wa kingono vinavyochochewa na mzozo wa silaha vinaendelea kuwa miongoni mwa changamoto kubwa zinazowakabili raia huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wasichana wenye umri mdogo wakitajwa kuwa miongoni mwa waathirika wakuu. Kwa mujibu wa ripoti hiyo ya katikati ya mwaka ya kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa, takwimu zilizokusanywa kwa miezi ya Julai na Agosti zinaonyesha kuwa muungano wa M23 umetajwa kama kundi linalohusishwa na idadi kubwa zaidi ya matukio ya ukatili wa kingono unaohusiana na mzozo katika kipindi hicho. Ripoti hiyo inaeleza kuwa uchambuzi wa takwimu wa Umoja wa Mataifa unaonyesha kuwa miongoni mwa waathirika wa vitendo hivyo kuna idadi kubwa ya wasichana walio chini ya umri wa miaka 18. Hali hiyo imeibua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa watoto na wanawake katika maeneo yanayoendelea kukumbwa na mapigano. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema vitendo vya ukatili wa kingono vinaambatana na migogoro ya silaha vinaendelea kuwa ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu na vina athari za muda mrefu kwa afya, ustawi wa kisaikolojia na maisha ya waathirika pamoja na jamii zinazowazunguka.
Mashirika kutetea haki za kibinadamu na yale ya misaada ya kibinadamu yanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mzozo kuheshimu sheria za kimataifa na za kibinadamu, kulinda raia hususan wanawake na watoto, na kuhakikisha wahusika wa vitendo hivyo wanachunguzwa na kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria. Wakati huo ripoti hiyo inasisitiza umuhimu wa kuimarisha juhudi za matibabu, ushauri wa kisaikolojia na msaada wa kijamii kwa waathirika wa ukatili wa kingono, pamoja na kuweka mazingira salama yatakayowezesha manusura kupata haki bila hofu. M23 imekuwa ikitoa nyakati tofauti msimamo wake kuhusu tuhuma mbalimbali zinazohusiana na mwenendo wa mapigano. Hata hivyo, ripoti hii inawasilisha tathmini ya takwimu zinazokusanywa na wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya usalama na haki za kibinadamu katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mgogoro unaoendelea katika eneo hilo umeendelea kusababisha madhara makubwa kwa raia, huko jumuiya ya kimataifa ikiendelea kutoa wito kwa kusitisha kwa mapigano na kuimarishwa kwa ulinzi wa wananchi, hasa wanawake na watoto. Tuendelee na habari kutoka sehemu mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako zaidi ya watoto 5,000 wa wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani watoto wa wanajeshi wa FARDC walioko mstari mbele vitani, wanakabiliwa na hatari ya kukosa elimu kutokana na hali ngumu ya kifedha inayozikumba familia zao. Hayo yamesababishwa na chama cha watoto wa wanajeshi walioko mstari mbele kwa ajili ya amani, ASESOFPE, ambacho kimetoa wito wa dharura kwa uongozi wa operation Soko la Kwanza Grand Nord mjini Beni kuingilia kati ili kuhakikisha familia za wanajeshi au zinapata msaada wa kibinadamu pamoja na huduma za elimu. Kwa mujibu wa matokeo ya uchunguzi uliofanywa na shirika hilo la kutetea haki za kibinadamu, zaidi ya watoto 5,000 ambao wazazi wao wanashiriki mapambano dhidi ya makundi ya waasi hawakuweza kujiandikisha wala kuendelea na masomo katika mwaka wa shule uliomalizika. Sababu kuu zinazotajwa ni ukosefu wa fedha au gharama za masomo na mahitaji mengine muhimu ya shule. ASESOFPE inaeleza kuwa hali hiyo imeziacha familia nyingi za wanajeshi katika umaskini mkubwa, huku wazazi wao wakiendelea kuhatarisha maisha yao kila siku wakitetea usalama wa taifa lao na mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika hilo linaonya kuwa ikiwa hatua za haraka zitachukuliwa, watoto hao wako katika hatari ya kuendelea kukosa haki yao ya msingi na kupata elimu, jambo ambalo linaweza kuongeza changamoto za kijamii na kiuchumi katika siku zijazo. Kutokana na hali hiyo, ASESOFPE imezitaka mamlaka za kijeshi, serikali pamoja na wadau wa masuala ya kibinadamu kushirikiana ili kutoa msaada wa haraka kwa familia za wanajeshi waliopo vitani. Shirika hilo limeamini kuwa kusaidia watoto wa wanajeshi kupata elimu ni njia moja wapo ya kutambua mchakato wa kujitolea kwa wakazi au wanaolinda amani ya usalama wa taifa yao. Wachambuzi wa masuala ya kijamii wanaeleza kuwa ustawi wa familia za wanajeshi ni sehemu muhimu ya kuimarisha morali ya wapiganaji walioko mstari mbele. Wanasema wanajeshi walipokuwa na uhakika kwamba familia zao zinapata huduma za msingi kama elimu na msaada wa kibinadamu, wanaweza kutekeleza majukumu yao kwa utulivu na ufanisi zaidi. Ni swala ambalo sasa linasubiri mwitikio wa mamlaka husika ili kuhakikisha watoto wa wale wanaolinda taifa hawanyimwi haki zao na kupata elimu. Baada ya kusikiliza taarifa zetu mbalimbali kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha kuingia moja kwa moja na habari za kimataifa na hapo pate kufahamu mengi yanayoendelea pembe zote za dunia, na kwa mwisho wa habari vile tutakufahamisha mengi yanayoendelea kujiri huko katika eneo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuelekee Mashariki ya Kati sasa, sababu maelfu ya raia wa Gaza wenye majeraha ya vita au magonjwa yanayohatarisha maisha wanalazimika kusubiri kwa muda mrefu ili kupata nafasi ya matibabu nje ya nchi kutokana na mfumo wa afya ulioharibika na ambao bado haujatengenezwa miezi 8 tangu kusitishwa kwa mapigano katika eneo hilo. Mashirika ya misaada ya kimataifa yanasema Israel bado inazuia usambazaji wa dawa na vifaa muhimu huko Gaza na kuwaacha wagonjwa wa figo na saratani bila matibabu wanayohitaji. Wizara ya afya ya Gaza inayoendeshwa na Hamas inasema watu 300 wamefariki walipokuwa wakisubiri kupelekwa nje ya nchi kwa matibabu.
na kwamba kuna wengine 15,000 ambao bado wanasubiri mataifa wanayotakiwa kwenda kutoa vibali vya usalama na uhifadhi. Ifuatayo ni taarifa ya Lucy Williamson ikiwasilishwa na Hamida Abubakar. Madaktari wa Gaza, karatasi hii ndio tumaini lao la mwisho kimatibabu, ikiwa ni idhini ya nafasi ya kwenda nje ya nchi kwa matibabu zaidi. Maelfu ya wakazi wa Gaza ambao ni wagonjwa sana na hawawezi kutibiwa hapa wamesubiri kwa miezi mingi kupata nafasi ya kusafiri nje ya nchi kwa matibabu ya saratani. Upandikizaji wa konea kwenye jicho la mwanawe wa kiume. Muath mwenye umri wa miaka 14 ni mmoja wao. Anahitaji matibabu ya mguu wake uliokatwa baada ya shambulio la anga kulenga nyumba yao, na pia anaugua saratani ya uti wa mgongo. Mama yake bado anaendelea kupigania maisha ya mwanawe hata baada ya vita. Mpaka sasa bado tunasubiri. Hakuna dawa na hakuna madaktari wanaoelewa hali ya mwanangu. Ninaiomba dunia nzima imwangalie. Maisha yake utotoni yameharibika. Miezi 8 baada ya usitishaji mapigano, mfumo wa afya wa Gaza bado unaendelea kudhoofika na hospitali bado hazijakarabatiwa. Mashirika misaada yanasema orodha ndefu ya wagonjwa na usubiri kuhamishwa kwa matibabu inaonyesha ukubwa wa mgogoro huo, na kwamba Israel bado inaweka vikwazo kwa misaada ya kimatibabu. Wagonjwa wa figo wanaohitaji matibabu ya kusafishwa damu mara kwa mara wanakabiliwa na hali ambapo hospitali zinalazimika kupunguza kiwango cha huduma hiyo. Ikiwa mgonjwa alipaswa kupata matibabu kila baada ya siku chache, sasa anapata mara moja tu kwa wiki kwa sababu hospitali hazina uwezo wa kutoa siku zaidi. Hali ni sawa na hiyo kwa watu wanaougua saratani. Walipoulizwa kuhusu taarifa za upungufu wa misaada, Israeli ilisema tani 17,000 za misaada ya matibabu zimeingia Gaza tangu usitishaji mapigano, ikiwemo viti vya magurudumu, dawa za saratani pamoja na mashine ya X-ray na zile za kusafisha damu. Pia ilisema imeidhinisha kila ombi la dawa lililowasilishwa na mashirika ya kimataifa ya misaada. Madaktari walipowasilisha ombi la Amina Abu Al-Khas kupelekwa nje ya nchi kwa matibabu zaidi, mwanawe Sabah alisema hii inaonekana kama mwanzo wa maisha mapya. Tulijua kwamba wakati wowote Mungu atamchukua, lakini pia tulijua kwamba wakati wowote miujiza ingetokea, kwamba tungepigiwa simu na kuambiwa tufunge mizigo yetu na kujiandaa kusafiri. Kila siku familia hiyo ilisubiri taarifa kwamba nafasi yake ya matibabu na ukaguzi wa kiusalama imepatikana. Tulisubiri kwa muda mrefu, lakini hakuna majibu yaliyokuja. Mama yangu alifariki wiki kadhaa zilizopita, na wiki 2 baada ya kifo chake nilipigiwa simu na hospitali, wakaniambia kwamba vyeti vyake vilikuwa tayari. Wizara ya afya ya Gaza inasema huyo ni mmoja tu kati ya watu 300 waliofariki wakisubiri kupelekwa nje ya nchi kwa matibabu zaidi. Watu wanasema angalau sasa amepata amani. Sabah alituambia hilo linaeleza kila kitu, alisema, kwa sababu mgonjwa wa Gaza ni tofauti na mgonjwa wa sehemu nyingine yoyote duniani. Turejee tena barani Afrika ambapo rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa yupo Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kwa ziara inayolenga kuimarisha juhudi za bara Afrika kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Ramaphosa ambaye ni mkuu wa masuala ya kujiandaa dhidi ya milipuko ya magonjwa katika Umoja wa Afrika ameandamana na Jean Kaseya, mkuu wa shirika la kudhibiti magonjwa Afrika CDC. Ziara hiyo inajiri huku mamlaka za afya nchini DRC zikithibitisha kwamba mlipuko wa Ebola umejikita zaidi katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo katika majimbo ya Ituri, Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Awali kulikuwa na ripoti kwamba ugonjwa huo umesambaa hadi mji wa Haut-Uele na Shopo kulingana na takwimu za hivi karibuni za serikali ya DRC. Jumla ya maambukizi yaliyothibitishwa yameongezeka hadi watu 1406 ambayo ni ongezeko la 73% katika muda wa saa 24 tu. Idadi ya waliofariki imepanda na kwa sasa watu 438 wamethibitishwa kufariki kutokana na Ebola, huku wagonjwa 192 wakipona na kuruhusiwa kwenda nyumbani. Aidha, kuna watu 609 ambao wamewekwa karantini wakipokea matibabu.
Mamlaka zimesema kwamba maafisa wa afya wanachunguza maeneo yaliyoathirika zaidi, na imebainika wazi kwamba eneo la hivi punde kudhibitisha maambukizi ni Lolwa katika jimbo la Ituri. Na japo serikali imepiga marufuku mikutano ya hadhara ikiwemo katika mji mkuu Kinshasa ili kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo, mamia ya mashabiki wa soka walipuuza amri hiyo na kujumuika katika maeneo mbalimbali kutazama mechi kati ya DRC na England usiku wa jana Jumatano. Timu za huduma ya dharura zinaendelea kuweka mikakati ya kutumia ambulensi, vifaa vya matibabu na dawa, na vilevile kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kujikinga dhidi ya maambukizi. Aidha, mamlaka nchini humo zimetaka umma kuchukua tahadhari, zikitoa wito kwa wale walio na dalili za ugonjwa huo kufika katika vituo vya afya mara moja. Mkuu wa shirika la afya duniani Daktari Tedros Adhanom Ghebreyesus pia ameelezea wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya raia kutoamini kuwa Ebola ipo DRC na wao kuwashambulia wahudumu katika vituo vya afya katika eneo ambalo ugonjwa huo umekithiri. Tunaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa, ikiwa ni pamoja na watu kutoamini kuwa ugonjwa wa Ebola upo, huku baadhi wakisababisha vurugu. Wiki hii tu kituo cha matibabu ya Ebola katika mkoa wa Ituri kilishambuliwa na watu 2 kuuawa. Aidha, kituo hicho kiliteketezwa moto na wagonjwa wakatoroka. Vitendo vya aina hii havihatarishi wagonjwa pekee, bali pia wahudumu wa afya, na vilevile vinatatiza juhudi za kuzuia maambukizi na kuokoa maisha. Mlipuko wa aina hii unahitaji ushirikiano wa karibu wa mashirika yote ya Umoja wa Mataifa. Nchini Uganda hakuna maambukizi mapya ya Ebola yaliyoripotiwa tangu tarehe 21 Juni. Sasa tuelekee Ukraine ambapo meya wa Kiev Vitali Klitschko anasema kuwa wimbi la hivi karibuni la droni na makombora ya Urusi yaliyowaua watu 23 ni shambulio kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa kwenye mji huo mkuu wa Ukraine. Ametangaza kesho Ijumaa kwa siku ya maombolezo. Makumi ya watu wamejeruhiwa na wengine wengi wanahofiwa kunaswa chini ya vifusi, huku juhudi za uokoaji zikiendelea. Kwenye upande wa kaskazini mashariki mwa mji huo, jengo la ghorofa 9 la makazi liliporomoshwa. Hoteli na kituo cha magari ya kubeba wagonjwa pia vikashambuliwa. Maafisa wa Ukraine wanasema watoto ni miongoni mwa idadi kubwa ya majeruhi na vifo. Moscow imesema kuwa vikosi vyake vilishambulia kile walichokiita viwanda vya kijeshi ili kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya hivi karibuni ya Ukraine dhidi ya miundombinu ya kiraia ya Urusi na vituo vya mafuta. Umoja wa Ulaya unapendekeza vikwazo vipya dhidi ya Urusi. Akitembelea eneo la tukio, Rais Volodymyr Zelensky alikuwa na haya ya kusema. Putin anashindwa katika vita hivi. Hiyo ndiyo hali halisi. Anafahamu wazi kuwa anaweza kuwatisha watu na kuangamiza idadi ya raia kwa mashambulizi ya makombora, akishambulia mifumo ya usafirishaji na usambazaji wa bidhaa, makazi ya raia, studio za filamu, shule, vyuo vikuu, hospitali na maduka ya vyakula. Yaani, anataka tu kuonyesha wananchi wake kwamba Urusi inashinda. Asante kwa kusikiliza taarifa zetu mbalimbali za habari kutoka pembe zote za dunia na habari kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi kabla tujaenda mbali, basi turudie katika uchambuzi wa kina kuhusu nini kinachoendelea huko katika nyanda za juu za Fizi mkoani Kivu Kusini. Katika eneo la Kivu Kusini, mapigano makali yanaendelea kati ya waasi wa Twirwaneho Tabara ambao kwa sasa wanaungwa mkono na waasi wa M23 wanaendelea kupambana dhidi ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wanaoungwa mkono na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Lakini waasi wa Twirwaneho katika eneo la uko Minembwe kwa sasa wanasaidiwa na M23, pia wanasaidiwa na wanajeshi kutoka Rwanda, waasi wa jeshi la RDF, jeshi kutoka uko Rwanda. Na kwa sasa waasi wanaendelea kupata misaada kutoka nchini Rwanda huko. Kila siku misaada inakuja. Kwa siku hizi waasi hao wanatumia ndege zisizo na rubani. Kwa sasa wanafululiza mashambulizi dhidi ya ngome za wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanasaidiwa na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Vita hivi vinavyoendelea mashariki mwa DRC ni vita vinavyoendelea kwenye mitandao ya kijamii na pia ni vita ambavyo vinaendelea kwenye mstari wa mbele wa mapambano. Kwa sasa vita vinavyoendelea kwenye mitandao ya kijamii viko nguvu kushinda vita vinavyoendelea huko kwenye mstari mbele wa mapambano.
Kwa sasa waasi wa Twirwaneho Red Tabara wanaoungwa mkono na AFC M23 pia wanaoungwa mkono na wanajeshi kutoka Rwanda, wanajeshi wa RDF, kwa sasa wanasema kama wamechukua udhibiti wa eneo la Point Zero, na wamejuza hizo habari kwenye mitandao ya kijamii, wanaposti wa kusema kwamba wamechukua eneo la Point Zero. Lakini tumepima kuongea na baadhi ya wazalendo au baadhi ya wanajeshi wa serikali ambao wako katika eneo la mapambano au wako kwenye mstari mbele wa vita, wanasema kwamba na kuhakikisha kuwa Point Zero iko mikononi mwao na si mikononi mwa adui. Lakini kwenye mitandao ya kijamii tunajua kwamba waasi wa Twirwaneho ndio wanaoshikilia eneo la Point Zero. Point Zero ni eneo la kimkakati ambalo inaweza kuwarahisishia waasi kuelekea katika eneo la Baraka, kuelekea mjini Baraka na kusonga mbele hadi kuelekea huko katika mkoa wa Tanganyika, huko Kalemi mkoani Tanganyika. Lakini kwa sasa vita vinavyoendelea kwenye mitandao ya kijamii ndivyo vita ambavyo vina nguvu zaidi kuliko kile kinachoendelea huko kwenye uwanja wa vita. Kwa sasa hatujui, je, waasi wa AFC M23 ndio wanaochukulia eneo la Point Zero au je ni jeshi la serikali ndio inayochukua kwa sasa mji wa hiyo eneo la Point Zero. Hizi vita vinabadilika kabisa. Mwanzoni hapo nyuma jeshi la taifa la FARDC lilikuwa na nguvu zaidi na pia ilikuwa inatumia zaidi ndege isiyo na rubani maarufu kama droni kwa kushambulia ngome za waasi wa Twirwaneho Red Tabara. Lakini siku hizi waasi wanapata msaada mkubwa, wanapata msaada kutoka nchini Rwanda. Kila siku wanatuma wanajeshi ili kuja kusaidia Ramfor. Unasikia? Yani siku hizi wanajeshi wanapata msaada na siku hizi wao ndio wanatumia ndege isiyo na rubani ya kila aina ili kuattack jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoungwa mkono na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Basi tunachunga uthibitisho wa habari kamili kutoka kwa vyanzo vya kuaminika na vitufahamishe, yani itukonfirme tujue nini kinachoendelea huko uwanjani wa vita. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tukutane katika taarifa zetu za habari za mchana, na hapo utawajuza nini kinachoendelea huko kwenye uwanja wa vita. Asante.